Pigo la pili na lile la tatu vinakuwa kama mapacha, ijapokuwa hazitatokea kwa wakati mmoja. Ndiyo maana tunayasoma mapigo haya yote mawili kwa pamoja, ili upate kujua ni namna gani yanakuwa kama mapacha. Pigo la pili linapatikana katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 3, nalo linasema, na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu. Hapo usione mfumo, ni dawa ya mfu. Na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Sikiliza, pigo la pili lilimwagwa juu ya bahari, maziwa, bahari, le lac et les océans, les mers, vyote vikawa damu. Unaona, bahari inayonenwa hapa si bahari ya kiunabii, bali ni bahari halisi. Hii tunayoiona juu yake meli ikipita, hiyo ndiyo bahari ambao itakuwa damu, tena kama damu ya mfu. Ni kwamba wale wanaokuwa ndani ya bahari kama viumbe wote watakufa. Hakuna kiumbe ambacho kinaweza kubaki ndani ya bahari kisha bahari igeuke damu ya mfu kisha chenyewe kiendelee kuwa hai. Ni yale maji ndiyo yanawapatia uhai. Sasa wakati ambapo yale maji yanageuka kuwa damu, tena damu ya mfu, vile viumbe vyote, mamba, kiboko, nyangumi, samaki, vyura, vyote vinakufa. Sasa ujiulize, wale ambao walikuwa wanajivunia navyo ya kwamba watu wa Mungu wasivue samaki, watabaki na kipi? Nampenda sana Mungu. Angalia pigo la tatu, kwa sababu tunasema tutavichanga pamoja. Pigo la tatu nalo linapatikana katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 4, nayo nasema, na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. Yaani mapigo haya la pili na la tatu yanayowajia watu wa dunia yanakumbusha lile pigo la kwanza huko Misri, wakati Mungu alipogeuza maji ya mito yote kuwa damu kiasi cha kutoa uvundo. Sikiliza jinsi yalivyokuwa huko Misri. Jinsi ilivyokuwa huko Misri sasa itakuwa ni kidogo kuliko kile kitakachokuwa hapa, kwa ajili ya wale ambao leo wanakuwa wakijifurahisha katika dhambi kwa sababu wanamtii mnyama kuliko kumtii Mungu. Kutoka sura ya 7 mstari wa 17 hadi 21 inasema, Bwana akasema, katika jambo hili utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii niliyo nayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu. Na hao samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utatoa uvundo. Nao wa Misri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu. Nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yalikuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo. Wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya Misri. Hilo ndilo lililotukia huko Misri. Kumbuka kuwa wakati huu sasa ambapo hii pigo ya pili na ya tatu litatokea huku duniani, watakuwa wamewakataza washikao sabato ya Bwana wasivue samaki, wasisafiri baharini, barabarani wasisafiri, wala angani, hata watawakatilia mahusiano ya kijamii. Ndio maana usifikiri ya kwamba hata simu, kuna wakati hata simu za mkononi wale wasioishika hiyo sabato bandia hawatakubaliwa kuzitumia. Sasa watakuwa na mshangao mkubwa kwa kuwaona watu wa Mungu wakinywa maji yale yale
yaliyo kama damu kwa Wamisri, lakini kwao ni masafi. Hayo ni kwa kuwa Mungu aliwaahidi kuwa maji yao hayatakoma. Ndio maana kule Misri nako wana wa Israeli wao walipata chakula, walikunywa bila shida, wakati ambapo Wamisri wakiharibika. Angalia Isaya 33 mstari wa 14 hadi 16. Isaya 33 mstari wa 14 hadi 16 inasema, wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Unakumbuka ya kwamba kumcha Mungu ni kuzishika amri zake? Unakumbuka jambo hilo? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akungutaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, majabali ni ngome yake. Nitafasiria mstari huu wa mwisho. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Kwanza, huyu ndiye atakayekaa juu, yaani hao ndio watakaoenda mbinguni. Cha pili, majabali ni ngome yake, yaani Mungu atamficha katika majabali, katika magrote, wakati wenye wale wanaokuwa na alama ya mnyama watakaopokuwa wakiwawinda. Tena atapewa chakula chake, yaani wakati ambapo atakimbia na kunyanganywa vyote, hata na mshahara na kazi na nyumba na makao, kokote kwenye atakakoenda, Mungu atampatia chakula chake, jinsi alimpatia Elia nyama akiletewa na kunguru. Mungu ninapenda huu muujiza niuone Mungu anapotuletea chakula, sijajua ataleta nini. Jambo la mwisho ni kwamba maji yake hayatakoma, hata kama mito yote itageuka damu. Kwa watu wa Mungu wanaokuwa na muhuri wake ambao ni alama yake, sabato yake ambao ni ishara yake, ikiwakilisha ya kwamba yeye ni muumbaji wao na Bwana wao na mfalme wao, wao hawatakosa maji. Yale ambao ni damu kwa wengine, kwao itakuwa ni kinywaji kitamu. Sasa sikiliza, kuna jambo lililotokea wakati ambapo mito yote na chemichemi zote za maji viligeuka kuwa damu, tena damu ya mfu. Vyombo vitakatifu vilivyohusika na huduma ya wokovu wa wanadamu vilinena. Ni jambo la kushangaza. Nini cha kwanza kilichonena ni nini? Ni malaika. Kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mstari wa 5 hadi 7, nayo inasema, nami nikasikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki uliyekuwako mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili Bwana. Nikasikia sauti hiyo madhabahu nayo ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli hukumu zako. Haleluya! Yaani madhabahu ambayo ilikuwa inahusika na kusamehe watu dhambi ikasema ni za haki. Malaika wa maji ambaye ndiye anayefanya maji yatembee, ndiye anayefanya maji yaendelee kuwa baridi, ndiye anayefanya maji yaendelee kuwa matamu, ndiye anayefanya maji yakate kiu, akamwambia Mungu, wewe ni noma, hukumu yako ni ya haki, kwa sababu walimwaga damu ya watakatifu, wakamwaga damu ya manabii, sasa umewapatia damu wainywe. Sasa ndugu yangu, sikiliza na kuomba ujaribu kurudisha kumbukumbu zako nyuma, ili tufanye uwiano kati ya baragumu ya pili na baragumu na pigo la pili, pia kati ya baragumu ya tatu na pigo la tatu. Ijapokuwa havikuwa na maana sawasawa, lakini viligusia mambo yanayofanana. Angalia Ufunuo sura ya 8 mstari wa 8 hadi 11, nayo inasema, malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa mlima mkubwa uwakao moto kikatupwa katika bahari, theluthi ya bahari ikawa damu. Tunaona wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai, theluthi ya merikebu zikaharibika. Kumbuka ya kwamba huyu malaika wa pili alipopiga baragumu, theluthi ya bahari ikawa damu. Vile vile bahari nao huku nayo imekuwa nini? Damu. Angalia jambo la kufuata, mstari wa 10
Malaika watatu wakapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mto na juu ya chemchemi za maji. Na jina la nyota ile yaitwa Pakanga, yaani uchungu. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa walitiwa uchungu. Kwa kuwa yalitiwa uchungu. Kama vile theluthi ya maji iligeuka pakanga kwa sababu ya hilo nyota mnayoitwa pakanga iliyoanguka ndani, vile vile watu waliokunywa hayo maji wakafa, na ndio vile watu ambao wangestahili kunywa hiyo maji nao wangekufa. Kwa sababu kama vile ile maji pakanga iliacha kwamba maji yasinywewe, vile vile huku damu inaacha maji yasinywewe. Ni sawa sawa. Ni kukumbusha tu kwamba kile ambacho watu walikidharau katika maonyo waliopewa na wajumbe wa Mungu baragumu zilipokuwa zikipigwa, watapewa mapigo yayo hayo kulingana na kweli zilizo wazi walizozikataa na kufundisha watu uongo kwa sababu ya faida za ulimwengu. Harufu ya uvundo itawasumbua kiasi kwamba watafikia hatua ya kukosa na mate ya kutema sababu ya kukosa maji kwa kiu. Malaika wa maji akamtukuza Mungu kwa jambo hilo. Unajua ya kwamba watu wengi wanakuwa na kawaida ya kwamba wakisikia harufu wanatema mate. Lakini sasa mate utaipata wapi wakati ambapo huna maji? Ndio maana hata hawa watakosa na mate ya kutema. Hebu twende kwa pigo la 4.